Uchungu kikaa ndani yao, wanaanza kukunda makundi ya magaidi. Wanasema tunataka haki. Sikiliza, haki iko kwa Kristo peke yake. Haki iko kwa Kristo peke yake. Haki ipo kwa Bwana pekee. Hakuna mwenye haki hata mmoja, ambapo Mungu akasema toka mbinguni alichungulia duniani, hamtafute mtu hata mmoja mwenye akili au tafute uso wake. Watu wameshinda kutafuta uso wa Bwana. Watu wameshinda kutafuta neema ya Kristo, ile amani ambapo Bwana akasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake yote, naye mengine mtazidishiwa. Kwa hiyo watu wanatafuta mazidisho, lakini ile amani na neema ya Kristo imeondolewa kwao. Kwa wanapotafuta mazidisho, wanapokosa, wanakuwa na uchungu ndani yao. Wakiwa na uchungu ndani yao, wanakosa msaada, wanaibukia katika ulimwengu mwingine. Wewe unaendelea kufuatilia YTV, endelea kufuatilia mafundisho haya. Yesu atakaporudi, kwa sababu Yesu kurudi kwake anakuja kuwachukua watu ambao neema ya Mungu iko ndani yao, amani yake iko ndani yao. Sio ile amani ya ulimwengu, amani ya dunia hii. Ziki inapotaka kuja kukutafuna, unakuta neema ya Mungu imesimama kama ngome. Neema ya Mungu na ukuta wa Mungu umesimama. Ndio maana maandiko yanasema amtumainie Bwana ni kama mlima Sayuni, hatatikisika. Kwa ile amani ya Kristo na neema ya Mungu ikiwa ndani yako, hautatikisika kwa sababu mke amekukimbia. Hautatikisika kwa sababu mume amekuacha. Hautatikisika kwa sababu umelala njaa. Hautatikisika kwa sababu umekosa kazi. Hautatikisika kwa sababu umeondolewa kwenye madaraka. Hautatikisika kwa sababu umepata hasara kwenye biashara yako. Hautatikisika, bali na neema ya Mungu itakuweka imara, itakushindia. Lakini ukitikisika kidogo tu, ile neema ya dunia, yani ulimwengu umekupa vile, alafu vikishakupa vile, Mungu anakujaribu katika hayo, anakuondolewa hivyo, unaanza kutikisika, unaanza kutafuta msaada. Nisikilize, tubu mwanadamu, neema ya Kristo bado ingaliko. Tutawazaje kupona tusipojali wokovu wa namna hii? Yesu kupigwa kwake msalabani, Yesu kuvuja damu, mwili wote ukatuliza damu, taji la miba akavalishwa, miba ikachoma mpaka kwenye mishipa, mpaka kwenye ubongo, damu zikatiririka, ili mimi na wewe tupate ile neema yake, amani yake, ili mimi na wewe tupate ondoleo la mauti, ili tuingie uzimani. Lakini huyo Mungu, huyo Yesu tumemkataa. Sikiliza, Yesu anarudi siku atakapojifunua kwako. Na kuambiaga kila siku utaona hivi, vile ambavyo amani ulikuwa unakitegemea, ukitaka kutoka, ukipata amani kutoka katika hivyo, utaviona vifai kwako. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa neema hii na rehema yako. Bwana, ninaomba rehema na neema yako Mungu. Tuhurumie Bwana, tusamehe. Tumekosa, tumeitupa amani yako, tumetupa neema yako nje. Bwana, nasi tunatembea katika shida la uchungu, tunatembea katika uharibifu, tunatembea katika chuki na hasira, tunatembea katika unajisi, tumenajisika kwa hayo. Bwana Mungu, tuhurumie kwa damu yako Yesu. Turehemu Bwana, rehemu wachungaji, rehemu askofu, mitume na manabii na viongozi wa nchi Bwana, na kundi la watu, na kundi la vijana na jamii Bwana, kila lugha na kila kabila Bwana, rehema zako ziende katika jina la Yesu. Bwana, ile sumu iliyomwaga sumu ya fira kwenye mioyo yao, ile sumu ya uharibifu iliyotupwa na yule joka, ile joka akaachilia sumu ya fira, watu wakawa na uchuki na visasi na fitina. Mungu, rehema zako Mungu zikaondoe hiyo roho, zikaondoe hiyo sumu kwa damu ya Yesu Kristo, ili Bwana neema na rehema zako Mungu zikapata kumtawala msikilizaji huyu anayoendelea kusikia. Katika jina la Yesu, hiyo neema iende katika ulimwenguni kote. Bwana, huruma yako na haki yako Mungu ikakae ndani yake. Kwa jina la Yesu, naangusha kila ngome, naangusha kila ukuta, naangusha kila uharibifu kwa jina la Yesu, kwa damu yako ya thamani Bwana. Hili ndio kanisa lako lililofia msalabani. Sisi ndio kanisa Bwana. Huyo mama ananisikia, huyo baba ananisikia, huyo kijana anayefuatilia, katika jina la Yesu neema ikamwendee. Hii neema iende ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Naona neema ya Mungu imefunuliwa. Naona nguvu za Mungu zinaenda. Nguvu za Mungu zinaenda kwa mama. Nguvu za Mungu zinaenda kwa baba. Naona watu wanatubu, naona watu wanaomboleza. Naona watu mioyo yao ile sumu inaondoka. Naona moshi wa roho, naona moshi mweupe wa roho
kwenye mioyo ya watu. Watu wanaponeka, watu wanatubu kwa jina la Yesu. Tubu wewe mama, tubu kijana, tubu. Naona nguvu za Mungu, ile neema inaenda. Watu wanarudi kwa Bwana, watu wanageuka, watu wanaondoa kando kando katika jina la Yesu. Tubu wewe mama, katika utukufu wa Mungu, kwa utukufu wa Mungu upate kuwa hai. Neema ya Mungu, shina la uchungu liondoke kwako kwa jina la Yesu. Naona nguvu za Mungu, ninaona nguvu za Mungu zinaenda. Hili neno linaenda kuleta mageuzi. Naona watu wanageuka, naona nguvu za Mungu, naona uwezo wa Mungu, ninaona utukufu wa Mungu, ninaona ile neema ya Mungu inaenda kuleta mageuzi na mapinduzi katika jina la Yesu. Ninaona watu wanarudi kwa Bwana, ninaona watu wanarudi kwa Bwana. Hizi ni nyakati za mwisho, hizi ni nyakati za hatari. Ninaona nguvu ya Mungu inaenda kwa watu, ninaona nguvu za Mungu zinaenda kwa watoto katika jina la Yesu. Wewe uliokuwa umegeukea njia nyingine, naona geuka sasa, naona unageuka kwa Bwana katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu ikurejeshe katika njia ile ya haki kwa utukufu wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Endelea kufuatilia YTV, endelea kufuatilia YTV. Kuna mambo mazito ambayo sijayasema na kuyanena. Mungu akinipa neema na kibali, nitarudi tena kwako kwa siku nyingine, maana ninasimama Mungu anaponipa ujumbe. Ninakaribia ndani ya siku kadha wa kadha sijasimama madhabahuni pa Bwana. Lakini leo Mungu aliponipa hii neema katika ile maono nilivyoyaona, wachungaji na kundi la watu na viongozi, ile neema ilipoondoka kwao, nikaona roho nyingine kaingia ndani yao, pumzi nyingine kaingia ndani yao. Wakaanza kufarakana wao kwa wao, wakawa na visa na visasi. Bwana akaanza kunifundisha kuanzia hapo, akanipa maandiko haya, nami nimeyasema kwako. Basi Mungu akutendee mema. Wewe ambaye moyo wako umetetemeka na kuogopa, moyo wako umeanguka na kuinama, damu ya Yesu ikutakase. Damu ya Yesu ikuondolee uovu huo. Damu ya Yesu ikutenge mbali na makando kando yote ya yule muovu. Damu ya Yesu iondoe sumu iliyopachikwa ndani yako. Damu ya Yesu iondoe hasira, fitina na visasi. Kwa damu yake ya samani kusafisha na kukutakasa. Maana damu ndio inayetakasa. Maana damu ndio inayesafisha. Maana wewe hauwezi kujitakasa, ila damu ile kinge yenyewe inatakasa. Ikisha kutakasa inakuweka huru. Ikisha kuweka huru, amani ya Kristo unakuwa nayo ndani yako. Ukiwa nayo ndani yako, hautaangalia vitu vya ulimwengu, hautaangalia mambo yanayoonekana, hautaangalia tena ambavyo vitu tunavyovitazama kwa macho, bali utaangalia ule utukufu wa Mungu, ile neema ya Mungu, ule utakatifu wa Bwana. Utambariki, utamtukuza Bwana. Hautajurumia hata kumtumikia Mungu. Hautajurumia hata kumtumikia Mungu. Utakuwa na nguvu ndani yako. Utakuwa na uwezo ndani yako. Utatembea kishujaa. Utapita katika magumu, lakini Mungu atakuwa pamoja nawe. Kama mimi ambavyo Bwana amenipitisha katika magumu. Mpaka sasa ninapita. Mpaka sasa ninapita. Nina ushuhuda mzito. Nina ushuhuda mzito sana. Bado sijafunuaga ushuhuda wangu. Nasemaga kwa uchache tu. Lakini Bwana aliponitokea akaniambia nianze kumtumikia. Wachungaji wakanikataa. Nikaenda Wanjiste, tukawa tuelene nao. Nikakaa niko kivyangu vyangu tu. Wanapohubiri mafundisho yao, mimi nikaanza kuhubiri kwa ngasema mtumishi sio hivyo. Lakini Mungu kwa neema yeye aliyonifunua, basi nami ninaiachilia kwako kwa jina la Yesu. Hiyo damu ikutakasa na kukuweka huru kwa utukufu wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amani ya Kristo iwe nawe. Upendo wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na neema ya Kristo itawale ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wewe ambaye unaendelea kufuatilia YTV, endelea kufuatilia sehemu inayofuata. Fuatilia sehemu inayofuata. Nina mambo mazito kwa sehemu naishia hapa. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Na wewe ambaye nilikwambia nacheleweshwa kazini kutokana na vifaa, wewe ambaye utakuwa uko tayari kuchangia sadaka yako kwa ajili ya vifaa ili tupate kununua vifaa tuhubiri Injili, basi namba za simu hizi hapo za sadaka. Na kama unahitaji huduma na kama unahitaji ushauri na maombi, basi utapiga hiyo namba. Mungu wa mbinguni akubariki na kutendea mema. Uwe na siku njema na wakati mwema. Shalom, shalom. Amani iwe nawe.